hewa ya dunia, maji, uhai, dunia. Imejikita katika akili, lakini imejikita katika hisia. Kucheza na akili, kucheza na maisha ya kila siku, ma stress, ma trauma, mashinikizo kama hayo ni muhimu sana kuyaelewa, ili asije kupelekea kufanya nini? Kujua kwamba haya ni matatizo ya kulogwa, na ukaenda ukaongeza matatizo mengine juu ya matatizo mengine. Sasa basi mimi ngoja nikwambie dalili kadhaa ambazo zinaweza ukaziona za awali, ili zikusaidie wewe kuweza kujipusha na kuingia kwenye matatizo mengine ya kichawi au ya kulogwa. Sisi walimu wa kiroho tuna kazi ya kuweza kuwaelewesha na kuwafahamisha kwamba haya ni matatizo ya kiroho, haya ni matatizo ya kisaikolojia. Kuna matatizo mengine yanatokana tu na lifestyle ya kila siku, kula, kulala, kuvaa. Inawezekana wewe uogi, inawezekana wewe uli vizuri, inawezekana wewe ufanye hichi na hichi. Sasa matatizo kama hayo yanaweza kupelekea wewe ukaona kwamba umerogwa. Kumbe ni matatizo ambayo unatakiwa ubadilishe lifestyle. Sasa zipo dalili ambazo zinatokea kutokana na matatizo ya kisaikolojia, yani akili pamoja na hisia, ambapo ndani yake kuna depression, kuna stress, lakini kuna mashinikizo ya wazazi, familia na nini. Kuna dalili kadhaa ambazo zinatokea pale, ambazo hizo dalili sasa ndio sababu na chanzo kikubwa, kichocheo kikubwa cha watu kwenda kwa waganga, kwenda kwa mashehe, kwenda kwa waganga, nenda kwa nani, kuombewa na nini, ili matatizo yako yaweze kufanyaje, kutatulika. Kumbe ni matatizo ambayo ungepata mtu sahihi kuelekeza na kutoa kwenye mazingira kama hayo, kupatisha sehemu iliyotulia na kukupa vitu fulani ili uweze kutuliza akili yako, ungeweza kusaidika mapema sana kuliko kwenda kuongeza matatizo mengine huko ya kichawi, matatizo mengine ya kulogwa na nini. Kwa hiyo ni muhimu sana kusikiza. Sasa dalili ya kwanza ni kuwa na hofu. Unakuwa na wasiwasi kila siku, unakuwa na wasiwasi. Na hapa inabidi uwe makini sana, kwa sababu wasiwasi tunaozungumza ni kwa sababu ya vitu ambavyo vimejijenga kwenye maisha yako, ya mashinikizo ya wazazi, mashinikizo ya familia, mashinikizo ya mapenzi, mashinikizo fulani. Haya yana tabia ya kutengeneza mawazo, hofu. Unakuwa na hofu fulani inajijenga. Kwa hiyo unashindwa kumove. Kwa hofu inajijenga kwa kila kitu. Kwa hiyo utakuwa unafika tu unataka kufanya jambo fulani, unakuwa na hofu. Unakuwa na hofu. Hiyo hofu inatokana na nini? Inaweza kupelekea wewe ukashumu kwamba ni magonjwa ya kulogwa pengine. Lakini jambo jingine ni kukosa usingizi. Kwa sababu mawazo yamekuwa mengi. Stress yamekuwa mengi. Vitu vimekuwa vingi. Mashinikizo yamekuwa mengi. Matrauma yamekuwa mengi. Lazima ukose usingizi. Na ukikosa usingizi sasa, hapo siku 2, siku 3, siku 4, wiki, mwezi, ndo hapo sasa unaanza kuona hapa nishapigwa tayari, sharogwa hapa. Kwa mwisho wa siku ndo hivyo, na mambo yanajitokeza, unakwenda kwenye sehemu ambazo si sahihi. Lakini jambo jingine, kwenda kukaa mbali na watu au shirikiani na watu. Hatukatai kuweza kukaa mbali na watu, lakini kitu gani kilichokufanya wewe ukae mbali na watu? Shinikizo gani? Kitu gani kimekufanya? Kwa unakaa mbali na watu kwa maana ya kwamba unaona kila kitu, unaona kwamba nimepigwa, nimerogwa, kila mmoja unamuona mbaya. Hili ni tatizo kubwa sana la kisaikolojia ambalo usipoliangalia kwa makini, hii dalili usipoiangalia kwa makini, unaweza ukaashumu kila mtu ni mbaya kwako, na mwisho wa siku utaenda kwa waganga, utaenda kwa nani, utatengeneza mazingira ya uchawi. Kumbe sio uchawi, kumbe ni tatizo la kisaikolojia. Dalili nyingine ambayo hii ni muhimu sana, na hii naiongea kwa sababu hata rafiki yangu wa karibu iliwahi kumtokea. Kusikia sauti za watu zinaongea, hata walioko pembeni yako hawasikii hizo sauti, hawaoni hizo sauti. Ulishawahi kuona mtu amechanganyikiwa, unamwona kama mwehu, anaongea mwenyewe, unakuta anaongea mwenyewe, huyu anaongea vitu ambavyo vieleweki, kama vile anaumwa malaria vile. Kama ulishawahi kuona mtu wa hivyo, kama mtu wa hivyo ipo kwenye jamii yako, ni vizuri zaidi ukakaa naye kwa makini sana. Au unamwona wakati fulani ni mzima, wakati fulani anaongea tu mwenyewe, yani kuna vitu anaviona yani havieleweki. Kusikia sauti ambazo wengine hawazisikii. Sasa ukishaanza kuona dalili kama hizo zinakutokea, aidha kwa familia, aidha kwa ndugu, jamaa na rafiki,
Ni muhimu sana kumsaidia au kujisaidia, kwa sababu hiyo ni dalili mojawapo ya kisaikolojia. Usipokuwa makini, watu watasema umepigwa, wewe mwenyewe utasema umepigwa, wewe mwenyewe utasema umerogwa. Utaenda kanisani, utaanza kuombewa, utapewa maji ya upako, utapewa mafuta ya upako, utapewa vitu gani na nini. Utaenda kwa mganga, utaambiwa jirani yako kakuroga. Utaenda kwa mganga, utaambiwa mama yako ndio anakufanyia hivi, mambo kadha wa kadha. Kumbe tatizo limeanzia kwenye saikolojia, tatizo limeanzia kwenye akili, tatizo limeanzia kwenye hisia. Umetengeneza stress, umetengeneza hofu kwenye maisha yako, mwisho wa siku unapata matatizo. Kwa hiyo kuna matatizo mengine tunayaumba wenyewe kutokana na lifestyle, yanapelekea kupata matatizo ya kiakili. Kuna watu wanaishi maisha ambayo pengine ni mambo madogo madogo tunayaona, ambao mwisho wa siku yanapelekea kupata matatizo ya kiakili. Inawezekana hauli vizuri, inawezekana ulali vizuri, inawezekana uvai vizuri, inawezekana uogi, inawezekana ufanye jambo fulani ambao kimsingi kwenye maisha ya kawaida kila siku ya kiakili unatakiwa uyafanye, hauyafanyi, hayatokei. Kwa mwisho wa siku kinachotokea ni vice versa. Kikitokea vice versa kwenye changamoto, kwenye matatizo, mwisho wa siku tunayaconvert, tunayapeleka kwenye matatizo ya kulogo, kwenye matatizo ya uchawi. Hili ni tatizo kwenye jamii yetu, hili ni tatizo kwenye familia zetu, hili ni tatizo ambalo tunalo kwenye familia zetu, kwa marafiki zetu, hata wewe mwenyewe linaweza kutokea. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuhandle na kuweza kuhakikisha kwamba hupati matatizo ya kisaikolojia, na ni bora usiwe na yote. Kuna wale ambao wanakuwa na yote, anakuwa na stress, anakuwa na trauma, anakuwa na mashinikizo. Sasa wewe sio binadamu wa kawaida. Ukiweza kuishi nao yote hayo, wewe sio binadamu wa kawaida. Ni muhimu sana kuelewa hilo. Wakati mwingine tutakuja kuzungumzia kuhusiana na dalili au changamoto zinazotokana na matatizo ya kulogwa, ili uweze kuoanisha na kuweza kujua ipi ni ipi ya kupeleka wapi na ipi ambayo inaweza nikajisaidia.